Karibu ndugu mpendwa katika channel yako pendwa ya Jibu Media. Unakumbushwa kubinya subscribe button tuweze kufahamu ishara na maana za kuota ndoto mikono yenye damu. Mikono hiyo inaweza ikawa labda kuna kitu ambacho ulichinja katika mazingira yale ya njozi, pengine ulichinja ni mnyama, ama damu hiyo ilikuwa imetoka katika mikono yako, pengine umeumia, ama kuna mazingira ambayo yamesababisha kitu fulani kuweza kutokea kikafanya wewe kuwa na damu katika mikono yako, lakini katika mazingira yale ya njozi. Tuweze kufahamu ishara na maana zake. Huwa ni ishara ya kufanya kosa ama hatia fulani katika mfumo wa maisha yako. Pengine kuna vitu ambavyo umejihusisha navyo visivyo sahihi, ama ni vyenye kuacha mazingira ya hatari ama kuhatarisha maisha ya watu wengine, lakini pia na maisha yako binafsi. Kwa hiyo inatakiwa kuweza kuwa makini, lakini pia hakikisha unaishi katika mazingira ambayo yatakuwa ni ya kutenda wema, ama tunasema yatakuwa ni ya kumuishi Mungu vyema ama kumtukuza Mungu vyema, kwa sababu makosa hayo ama hatia hizo ambazo unakuwa umezifanya basi ni vitu ambavyo vinaathiri wengine, lakini pia ni vizuri kuweza kumuomba Mungu msamaha ili aweze kuyaweka mambo yako huru, lakini pia aweze kukusamehe, kwa sababu ni vitu ambavyo vinakufanya adui mwenyewe unakwama katika baadhi ya mambo kwa sababu ya uchungu ama damu ya watu ambayo inakuwa ikikulilia katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia huambatana na ishara ya jambo ambalo unalifanya kuwa na uhusiano na kutokana na kujieleza kwako. Ina maana kuna vitu ambavyo unavifanya, lakini jinsi ambavyo unajieleza ndivyo kunakuwa na njia ama kunakuwa na wepesi fulani katika hali ya kutimiza. Na hii inaweza ikawa ni kujieleza katika mazingira yale ya kiofisi, ama inaweza ikawa ni katika mazingira ya watu ambao wanakuwa wanakuzunguka. Kwa hiyo kupitia kujieleza kwako basi kuna vitu ambavyo unakuta vinafanyika katika hali ya ukubwa ama vinapiga hatua katika hali ya ukubwa. Kwa hiyo inatakiwa kuweza kumuomba Mungu pia ili aweze kukupa kibali ambacho midomo yako ikitilia kitu, maneno ambayo yanakuwa ni mazuri, ama tunasema mambo ambayo yanakuwa ni yenye kunenea uzuri, basi yakaweze kutimia katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia weka imani kubwa ili uweze kuona mafanikio, lakini pia na mambo mengi tofauti yakiwa yanabadilika katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia huambatana na ishara ya kujilaumu dhidi ya makosa ama hisia zako. Pengine kuna vitu ambavyo ulivifanya vikawa ni makosa, lakini pia vikaanza kuchangia baadhi ya mambo ambayo yakaanza kukuathiri wewe. Inaweza ikawa ni katika mfumo wa kimawazo ama katika mfumo wa maisha yako, kuna vitu vikawa haviendi sawa ama vikawa vinarudi nyuma, na hii ni kutokana na makosa ambayo unakuwa umeyafanya. Lakini pia kujilaumu kuna kusababishia wewe kukata tamaa ama kujiona kwamba wewe ni dhaifu, hauwezi kufika kule ambapo pengine unapahitaji. Kubwa zaidi inatakiwa kumwomba Mungu, lakini pia hakikisha unajenga imani ya kwamba hata kama umekosea basi unaweza ukabadili njia, lakini pia unaweza ukaandaa mfumo ambao utakuwa ni sahihi katika mfumo wa maisha yako kwa kuchagua kuishi mazingira ambayo yanakuwa ni mazuri, ama tunasema mazingira yale ya kutenda wema dhidi ya watu wanaokuzunguka. Lakini pia hata katika wale watu ambao unakuwa ukiishi nao, basi hakikisha unaishi nao kwa wema, lakini pia tenda wema, kwa sababu wema ni akiba ya kesho. Ipo siku Mungu atakulipa kulingana na kile kitu ambacho unakuwa umekitenda. Lakini pia huambatana na ishara ya kukumbushwa kuondokana na maumivu ambayo yanasababishwa na mifumo ya wewe kutafakari, lakini pia kuwa na mawazo fulani fulani. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa ni mtu ambaye utasahau yale ya nyuma, lakini pia ukaribishe mfumo mpya wa maisha yako, ama tunasema ukaribishe vitu vipya katika mfumo wa maisha yako vyenye kukuweka huru. Lakini pia kama unahisi ya kwamba kuna kitu ambacho kinakuumiza sana, unashindwa kuvumilia, basi ni vyema ukaweza kumshirikisha mtu ambaye unamwamini, mtu ambaye atakuwa na wema, ama tunasema atakuwa akikutakia mema zaidi, ama akikutakia wewe kuweza kufanikiwa na kufika mbele zaidi. Kwa hiyo inatakiwa kuweza kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni huru, lakini pia katika hali ya kutimiza malengo ambayo unayo, lakini pia katika hali ya kukuachia wewe huru na kutokuwa na maumivu. Inaweza ikawa maumivu hayo yametokana na mambo tofauti, inaweza ikawa ni mahusiano, inaweza ikawa ni kupoteza kitu ama mambo fulani ambayo pengine ulikuwa unayategemea katika mfumo wa maisha yako. Hivyo usijali, ni wakati ambao pia unaweza ukaanza upya, lakini pia ukatengeneza njia ambayo itakuwa ni sahihi kwa kuwa makini zaidi, ili usije ukakosea ama ukarudia makosa ambayo pengine yalitokana na kutokuwa makini.
Lakini pia ni vizuri kuweza kufuatilia vyema mambo ambayo yanakuwa yanajitokeza katika mfumo wa maisha yako katika njia tofauti ama mazingira tofauti tofauti. Kuna kitu ambacho unaweza kujifunza, kuna kitu ambacho unaweza kubaini, kuna kitu ambacho unaweza ukakigundua, lakini pia kikakupa majibu ya kwa nini jambo fulani linatokea katika mfumo wa maisha yako, lakini pia linaweza likakufanya wewe kuweza kukwama katika mazingira ya namna fulani. Kupitia mambo ambayo yanajitokeza, kuna mengine yanaweza yakawa ni mazuri yenye kufundisha, kuna mengine yanaweza yakawa labda ni changamoto zenye kufundisha, lakini pia kukufanya wewe kuwa bora ama kuwa imara, kwa sababu yapo baadhi ya majaribu ambayo hujitokeza katika mfumo wa maisha yetu ni katika hali ya kutujengea sisi imani, lakini pia kutuimarisha ili tufike mbali zaidi, lakini pia ili tusogee kule ambako tunapahitaji. Hiyo ni wakati ambao pia inatakiwa uweze kufuatilia vyema kila hatua na kila nyendo ambayo unakuwa ukipitia. Labda inaweza ikawa ni katika hali ya kutenda jambo fulani ambalo pengine linaweza likawa na matokeo hapo baadaye. Kwa hiyo inatakiwa ufuatilie kila hatua ambayo unakuwa ukipiga, mabadiliko ambayo unakuwa unayaona, basi ni vizuri ukawa unayagundua, lakini pia ni vizuri ukawa unayafahamu, kwa sababu hii itakusaidia wewe kuweza kuepusha baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza kwa njia ile ya ubaya, ama katika hali ya kuathiri baadhi ya mambo mengine ambayo yanakuwa yakiendelea katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia jaribu kuwa na moyo wa kibinadamu kwa wengine. Hii ina maana ya kwamba tengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni safi, lakini pia hakikisha kwamba unafanya mambo ambayo hayawadhuru wengine ama kuwasababishia wengine kukwama kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia yaishi mapenzi ya Mungu, lakini pia timiza ahadi na amri ya Mungu ambayo ameiweka katika maisha yetu, na hii ni upendo. Kupitia upendo utaweza kuishi na wengine vizuri, kupitia upendo utaweza kusaidizana, lakini pia kujitolea kwa ajili ya wengine na kuhakikisha kwamba mnafika kule ambapo mnapahitaji kwa pamoja, kwa sababu kila mmoja akiwa ni rafiki wa mwenzie, lakini pia kila mmoja akiwa ana upendo na mwenzie, basi mambo mengi sana yataepuka katika maisha haya ya kila siku. Kutakuwa hakuna chuki, hakuna hila, hakuna vitu ambavyo vinaweza vikasababisha kurudi nyuma. Labda inaweza ikawa inahusiana na watu ambao pengine wanakuzunguka, ama marafiki ama ndugu ambao unakuwa ukiishi nao. Nikushukuru sana, niseme asante. Hii ni Jipe Media. Mungu akubariki. Subscribe, share, like, comment. Tuweze kukutana katika tafsiri nyingine. Asante sana.